Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha mateso ya Bwana pamoja na kifo chake katika Ijumaa Kuu. Hapo jana tuliadhimisha karamu ya Bwana. Tulimwona Yesu Kristo aliyewaosha miguu wanafunzi wake. Tulimwona Yesu Kristo aliyewalisha wanafunzi wake. Na huyu Yesu Kristo akatoka, ni huyu leo tumeshuhudia na tumesikiliza kwa makini Injili ya mateso ya Bwana na kifo chake. Kwa kusikiliza kwa umakini, tumeona makundi mbalimbali. Lakini kwa namna ya pekee tunamwangalia Pilato, ndio hakimu katika kesi ile. Na wakati huo huo upande mwingine wale mashabiki ambao wanamzushia Yesu. Kwa Pilato kama hakimu na wale makundi mbalimbali asulubiwe, na wale viongozi ambako Yesu alipelekwa. Ndio maana tunapotafakari siku ya leo, alikosa nini? Alifanya nini? Ule uzushi waliomsemea, na huyu hakimu nini kilimpata? Kwa nini alihukumu hivyo? Kuna maneno ambayo tumeyaona pale, uoga, na hasa anapoambiwa wewe usipofanya hivi wewe si rafiki wa Kaisari. Akaogopa sana. Kwa uoga ule anahukumu asulubiwe mtu asiye na hatia. Tunapofuatilia makundi hayo na tunapofuatilia walivyomzushia Kristo na tunapomwangalia Kristo alivyoteseka, kila mmoja wetu hapa anatafakari yuko upande gani, akifananisha maisha yake na makundi hayo. Anamtetea Yesu au anasema sulubiwe? Si kusema kwamba asitaka sulubiwe, maisha ninayo yaishi, niko upande gani? Asulubiwe au namtetea na kumshuhudia kwamba hana hatia, lakini amekufa kwa ajili yangu? Kwa hilo linatualika sisi tutafakari na kutathmini maisha yetu na kufananisha maisha yetu kama wafuasi wake, namna gani tunavyoishi. Lakini ningeomba pamoja na ninyi tutafakari swali zuri ambalo ni swali ni la kifarusafa, lakini vile vile swali hili linautesa ulimwengu na linaleta uhasama kiasi kwamba watu waelewani. Ni Pilato mwenyewe aliuliza ile swali kwa Yesu. Ukweli ni kitu gani? Ukisimamishwa hapa kwa mfano mbele ya vyombo vya habari hivi ambavyo wanachukua yote haya, ueleze ukweli ni kitu gani? Pilato alisema ukweli ni kitu gani? Kaishi hapa hapa. Sasa alimuuliza Yesu, alisubiria amweleze? Alienda kule kutafuta mambo mengine. Lakini kadiri ya tafakari yangu, ukweli ni uhalisia wa mambo yalivyo, na sio
kama tunavyotaka yawe, uhalisia wa mambo yalivyo, na sio kama tunavyotaka yawe. Ni ukweli kwamba tutakufa, hata usiposimulia, hata ukijidai au ukijivuna au ukisema nina mali nyingi, ukaona kwamba wengine hawana maana, utakufa tu. Ni ukweli, sio kama unavyotaka wewe kwamba nakula vizuri, nalala pazuri. Wakati unaelekea kufa, hayo yote utayaacha. Utapenda ukalale kwenye vumbi ambako utazikwa huko, wakati homa na ugonjwa unakuzidia. Na ni ukweli kwamba dunia ndiyo inalizunguka jua na sio jua linalizunguka dunia, ambapo kwa maneno ya kitaalamu tunaelezea heliocentric na sio geocentric. Zamani waliamini geocentric, kwamba ni jua linazunguka dunia, kwa hiyo linatoka mashariki linaenda magharibi, kwa hiyo linatokea huku linaenda huku. Lakini ni heliocentric, kwa hiyo jua liko pale, ni dunia inalizunguka jua. Ni ukweli. Na hata kama nikisingiziwa, ni ukweli kwamba nimesingiziwa, sijafanya hicho kitu. Hata nipelekwe mahakamani, sijafanya kitu hicho. Hata kunyanyase, sijafanya. Utabaki ukweli, sio ulazimisha hata ufanye nini. Na tena wanaoangalia mwenendo wa kesi yako hiyo na ulimwengu mzima utakushangaa, angalia huyu, mbona anatia aibu katika kesi hii? Ni aibu, lakini ukweli ni uhalisia wa mambo yalivyo, na sio kama tunavyotaka. Watu wanatafuta ukweli. Kwa nini tunasoma? Wanasayansi wanafanya utafiti mbalimbali, na tafiti wanazozifanya zinatusaidia sisi kama katika magonjwa mbalimbali. Kuna kipindi tulikuwa na COVID-19, tulivaa mabarakoa, hata tukipita hapa sura zetu zieleweke. Unaweza kufikiri ni wanyama gani hawa wamekusanyika hapa, kumbe ni binadamu kwa sababu ya barakoa hiyo. Wanasayansi waliweza kufanya utafiti, wakatuletea dawa. Tuna malaria wakati mwingine, dawa gani zitusaidie? Na ukisema hunywa dawa unaondoka. Watu wanatafuta ukweli katika kusoma, lakini katika kutafuta ukweli huo wanaposoma, wengi hawana ujasiri wa kukubali, kutokana na hofu wanayokuwa nayo, hasa kubomoa misingi ya walichokuwa wanafanya kwa muda mrefu. Kwa nakatae. Na ndio maana tunasema kwamba elimu si kwa sababu umeenda darasani, si kwa sababu una ma PhD, si kwa sababu darasani ni msomi, ila elimu imekukomboa. Elimu inakusaidia uishi vizuri na watu. Kama dhamiri yako ni hovyo na watu wanakuita mnyama, au unaenda kinyume na elimu yako na isaliti, wewe ni waajabu, unakuwa waajabu. Na ndio maana hata katika mambo ya siasa, ukiangalia neno lenye siasa, politics, ni zuri sana, lakini binadamu amelipotosha, limekuwa uongo. Ili niwe mwanasiasa niongee uongo, sasa ni kinyume cha ukweli, ni kinyume cha ukweli. Hata tukutane kikundi fulani kwenye siri, kwenye giza, tujadiliane pamoja katika siasa hiyo, na tukatangaze mbele ya watu kwa 1, 2, 3, uongo ni uongo tu. Ni ukweli kwamba huu ni uongo.
na hautusaidii kwenda mbele. Ujasiri wa kukabili ukweli. Ukweli unauma, na kweli unapouma unaponya, na unapokuponya unakuwa huru. Ni sawa. Kuna kipindi fulani tulikuwa tuna dawa inaitwa chloroquine. Hii dawa hii kosea kunywa uone, unaweza ukakatisha dozi, lakini unataka kupona. Kikavumilia ukainywa ukamaliza, unapona, utapata malaria. Ukweli unaponya. Ni mchungu lakini unaponya. Kwa upande mwingine ukweli ni mtamu, na utamu wake huu kama asali, kwa pale ninavyotenda katika ukweli. Ninapotenda katika ukweli. Ndio maana mfano mzuri, Mtakatifu Agustino aliishi maisha mabaya akiwa mtoto, na kwa sababu hiyo alipoendelea kusoma alianza kutafuta ukweli, na kwa sababu alisoma sana aliona kwamba hivi sifa zitanisaidia. Akaona pale haina maana, kazi niliyo nayo, ajira hii itanisaidia, hamna maana, kisha wakati nitastaafu. Kuna msemo nasema kwamba unapopanda juu uwe mzuri kwa watu, kwa sababu utakutana nao unaposhuka chini. Utakapokuwa ulaiani, mnapigana vikumbo na wale uliowanyanyasa, wale uliowatesa, kutokana na cheo chako, kutokana na kazi yako, kutokana na unayofanya, unarudi kule chini. Kwa aliona kabisa ajira haina maana. Akasema sasa nifanye nini? Akaendelea na safari yake, akajiunga vikundi mbalimbali vya dini, lakini havikumsaidia. Katika safari yake alidharau sana maandiko matakatifu. Hayajaandikwa kwa weledi, maandiko yameandikwa kwa weledi, yaandikwa yanavyoelezea Mungu, yanaeleza kiajabu ajabu. Na kwa sababu hiyo alipoanza kusikiliza wanaohubiri, alianza kupata kitu, na aliendelea katika safari hiyo. Mwisho wakati aliweza kukutana na ukweli, na ukweli akakuta ni Mungu mwenyewe. Akaona kwamba ni hekima ya Mungu hiyo katika Yesu Kristo, na aliahidi kwamba nikiupata ukweli nitaambatana nao na nitajitolea kwake. Na kweli aliacha yote akaambatana na ukweli. Wale wanaoendesha madereva wanajua U-turn. Alifanya U-turn ya maisha, akawa mwingine, sio yule tena wa ujana. Akaelewa. Ndio maana katika maisha yetu na katika safari yetu tunajua katika maisha hayo kuna sehemu 4 ambazo tusipokuwa makini tunaweza tukapotea, tusielewe tunakoelekea. Sehemu ya kwanza katika maisha yetu, kuna sehemu ya uwazi. Yaani kwenye maisha yetu kuna mambo tunayofanya hata watu wanafahamu na sisi wenyewe tunafahamu. Watu wataongea juu yetu kwa sababu wanafahamu, na sisi tunajua kwamba tunachokiongea, tunachokifanya ni hiki, tunakifahamu. Lakini sehemu ya pili ni asiri, ambapo ninavyofikiria sitaki mwenzangu asikie, aelewe. Ndio maana mtu anaweza kaa anapanga humo ndani anataka muue mwenzake, hakuna atakayejua, ni yake sirini. Na anaweza akasema kwamba leo haya yananipa huzuni, siri yake, hisia zake na vitu kama hivyo. Hiyo ni eneo la siri ambalo ni hatari sana, kwamba usipokuwa na mtu ambaye unaweza kujifunua kwake, unaweza au ukapoteza maisha kutokana na uzembe wako, ukapata ugonjwa unaoficha, ukawa na kidonda kinaozesha mguu wako kwa sababu huna mtu wa kumshirikisha. Lakini ukishirikisha eneo hilo,
watakusaidia watu hawa kuweza kwenda vizuri. Lakini tuna eneo la ujinga. Eneo la ujinga ni ile eneo ambalo watu wanajua wanachofanya ni hovyo, lakini mimi naona sawa. Na watu wa mtindo huo, hata eneo hilo linatesa sana. Nasema kama unataka kweli uweze kufanya vizuri katika maisha yako, uweze kuishi inavyotakiwa, katika hilo sikiliza watu wanasema nini. Wanasaikolojia wanasema ukifungiwa ndani ya chumba usitoke kokote, utaonekana mzuri, lakini utakapotokea, unavyotembea, anatembea kwa majivuno, unavyoongea sasa anaongea kwa malingo, unavyofanya sasa ana kiburi. Na katika maoni hayo yatakusaidia wewe kupona, yatakusaidia wewe kuwa bora zaidi. Na ndio maana tunahitaji watu kusikiliza. Watu wanapokuambia wewe umekosea, usiwashambulie. Lakini mwanadamu wa leo ni mgumu sana, anapenda kusikia yale anayotaka kusikia. Na ndio maana akisifiwa anaona ni kweli yeye. Hata kama alikuwa na pesa fulani na nini na nini, atazitoa zawadi. Na ndio maana katika eneo hilo tunazalisha michawa mingi. Michawa mingi. Katika michawa hiyo inaishi katika eneo lile ambalo halitakusaidia. Ni kutokana tu na hela yako, ni kutokana na wadhifa wako, ndio maana yapo hivi. Ukishaacha wadhifa huo, hayana habari na wewe tena. Yataanza kusema nilikuwa nafanya 1 2 3 kwa ajili ya kuhifadhi wadhifa wangu. Nilikuwa nafanya 1 2 3 lakini hawakusaidii chochote. Ndio maana eneo hilo linahitaji sana kusikiliza watu wanasema nini. Ndio maana tunasema kwa tunajitathmini wenyewe wakati mwingine. Hata wakati mwingine mwanafunzi na mwalimu, ili mwalimu ajue kwamba anafanya vizuri, agawe makaratasi watu wafanye evaluation, watathmini mwenendo wake. Zote hatujui, hatutaki. Tunataka sifa tu. Sasa sisi sio Mungu. Na ndio maana sisi ni binadamu, tunahitaji sana wenzetu. Tunawategemea wenzetu, ushauri wao. Wanapotukosoa wanatupenda. Sio kama wanatudharau, wanatupenda sana. Na kama kweli wanatupenda, tutafanya vizuri. Lakini kama tunawazuia wasitukosoe, hovyo, tutafanya hovyo na tutaweka historia ya ajabu katika dunia hii. Kwa sababu tutakuwa tunaishi tulivyo. Tumejificha kama kobe anapoona hatari anajificha ndani. Tuko kwenye jumba. Na tunaona utawala huu wa kwetu wa kwenye jumba ndio wenyewe, lakini hatupo tayari kutokea na kuwaona wenzetu kwa haraka na kuwakaribisha katika maisha yetu. Hili ni tatizo la mwanadamu wa leo. Ukisoma kitabu cha nabii Amosi sura ya 7 aya ya 10 mpaka 17, hasa pale ambapo Amosi anaanza kazi. Na nabii Amosi tunasema huyu ni kama nabii wa haki. Alianzia kule katika ufalme wa kaskazini. Kisoma eneo hilo, Amosi ameongea ukweli kuhusu Betheli. Betheli ni kama ndio eneo la mfalme, anasema ni takatifu, lakini pale wanaabudu miungu. Na hii inahatarisha kwa watu wa Israeli, taifa takatifu lililoteuliwa, na wamefanya agano, wanaenda kinyume na agano la Mungu. Kwa hiyo nabii Amos anasema hiki kinachofanyika hapa ni hovyo, na ninyi huyu Yeroboamu huyu ambaye ndio mfalme atauawa kwa upanga, na taifa hili litachukuliwa, litaenda uhamishoni. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Amazia, ndio kuhani mkuu wa eneo hilo la Betheli. Ameenda kama kawaida, na yeye alikuwa ni chawa wa mfalme Yeroboamu. Amos hana nia njema na wewe.
Amesema eti utauawa. Akasema na taifa hili litachukuliwa, litaenda utumwani. Akamwendea Amos, nenda kwako kule kusini, mfalme wa kusini, Yuda. Huko ndio ukatabiri, huko ndio kale mkate wako kule. Na hili tatizo linatutesa mpaka leo. Wakina Amazia wengi tu, machawa hao ambao wanaharibu nchi yetu, ambao wanafanya tuende tudidimie badala ya kupanda. Lakini tunamwangalia Pilato na Yesu. Yesu anamjibu, anamwambia Pilato, mimi nimekuja duniani kushuhudia ukweli, na walio wa ukweli watasikia sauti yangu. Anamwambia hivi, kweli kitu gani? Lakini sasa ukaangalia, Yesu amekuja kushuhudia ukweli katika dunia hii, na vile vile walio wa ukweli watasikiliza sauti yake. Tunajua sisi ni wanadamu ambao tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ya aya 26, Mungu anasema, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Ndio kweli, sisi ni sura na mfano wa Mungu, lakini tumekosa. Nafsi zetu zimejeruhiwa. Tunahitaji mkombozi. Yesu Kristo alipokuja, dunia hii iligawanyika. Kuna wale ambao wamewekwa pembeni, kuna wale ambao wako juu. Na ndio naona ama Mafarisayo walipokuwa wanasema asuribiwe, 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 wote kwa sababu alijua kabisa alivyoongea ameleta kitu kipya. Sasa watapata heshima tena, asuribiwe, asuribiwe, wanaenda hivi. Kwa tunaona mwanadamu ni sura na mfano wa Mungu, imago Dei. Lakini tunaangalia ulimwengu ni vestigium Dei. Manake tunapouangalia huu, tunaweza tukaangalia tukamtrace Mungu katika viumbe vyake. Vestigium Dei, uumbaji, ni uumbaji wake. Kwa imago Dei, manake sura na mfano wa Mungu, imago Dei. Lakini vile vile vestigium Dei tunapata katika hii. Na ndio maana wafalsafa wa zamani waliweza kumtambua Mungu katika uumbaji. Waliangalia, kaona kila kitu kiko sehemu yake, sema bila hii lazima Mungu yupo. Na ndio maana huyu ambaye ni sura na mfano wa Mungu ni wa pekee mbele ya Mungu. Na Yesu alipoanza kazi yake kushuhudia ukweli huo, ukisoma Injili ya Marko sura ya kwanza aya 15, alisema wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Alijua kwamba watu wana ukungu katika macho ya imani, hawataona ukweli kutokana na dhambi. Tubuni na kuiamini Injili. Lakini alipokuwa anaanza kazi yake, aliweka mpango mkakati. Roho wa Bwana yu juu yangu. Unaposoma Injili ya Luka sura ya 4 aya 18 mpaka 19, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta niwahubirie maskini habari njema, ambao tunayowajibika. Tunaelekea kumalizia kwa rezima, matendo ya huruma. Tunafunga kwa ajili ya kuwasaidia wengine, kuwahubiria maskini habari njema, kwa tangazia wafungwa uhuru, vipofu kuona, waliosetwa waweze kufanywa huru tena, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Jubilei, tumefanya jubilei kuu ya imani yetu mwaka 2025. Tumeyaona hayo. Kwa tunapomwangalia mwanadamu huyu ambayo Yesu amekuja kushuhudia ukweli huu, na walio wa ukweli watamsikiliza, tunamwona mwanadamu na utu wake
Sio kitu ambacho ni cha mshahara, kwamba nakupa mshahara utu. Hapana, ni kitu ambacho anacho kutoka mwanzo. Ni sura na mfano wa Mungu. Na pamoja na kwamba ni sura na mfano wa Mungu, lakini vile vile kama sura na mfano wa Mungu amekombolewa kwa damu ya Kristo. Na haya yote yanafanya haki zake za kibinadamu, ambazo ni haki msingi. Ni tusema kwamba haki za binadamu ambazo ni msingi kabisa, naona uhuru, haki yenyewe, amani ni muhimu kwake, lazima awe nayo hayo yote. Uhuru, asianze kuwa na ogopa. Lakini sasa tunaangalia ulimwengu wetu wa leo, hata pengine hata Tanzania yetu hii, tunaweza tukamkumbuka mwanafalsafa wa falsafa ya siasa Thomas Hobbes. Ametumia sentensi kubwa, anasema homo homini lupus. Maana yake nini? Maana yake mwanadamu amekuwa mbwa mwitu wa mwanadamu mwenzake. Kutokana na vitendo vyake mwanadamu huyu, anavyonyanyasa, anavyotesa, na wakati mwingine katika mwanadamu huyo na katika kundi, ndio maana tunaangukia kwenye dhambi ya jamii. Dhambi ya jamii ni kubwa sana, ambayo kila mmoja lazima atathimini na aweze kufanya tafakari ya kina. Dhambi ya jamii, ninachangia vipi kutesa wanyonge? Unaweza ukawa unachangia katika kubambikiza kesi kwa watu, ili watu hawa waadhibiwe bila hatia. Dhambi ya jamii. Na wakati mwingine dhamiri zimekufa, na wakati mwingine tukiangalia tunaona tunaishi kama Mungu hayupo, hata kama tumebatizwa. Sasa Yesu alituambia katika Injili ya Mathayo sura 28 kwenye ile aya ya 18, 19 hivi 20 pale, enendeni ulimwenguni kote mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kila mmoja na wajibu, kila mmoja anawajibika kumtangaza Kristo. Ndio maana wakati mwingine tunaanza kusema sasa mpaka wako ni huu. Kuna msemo unaoongelewa hata katika jamii yetu, viongozi wa dini wanachanganya dini na siasa. Sasa mimi Mkristo wangu ni yupi, na ni wakati gani anakuwa Mkristo wangu? Kwa hiyo nimwache Mkristo wangu huyu anachungulia jehanamu kwa vitendo vyake viovu? Nisimkemee? Nisimwambie tenda haki? Nisimwambie kwenye siasa yako hiyo unayoifanya unaongea uongo tu, umtangaze Kristo ili nimuokoe? Wakati gani huyu ni muumini wangu na wakati gani huyu sio muumini wangu? Wakati unaweza kusema huku kwenye serikali msisogee, ninyi na waumini wenu. Sasa waumini hawa wako wapi hewani? Mimi namuona muumini wangu anafanya vibaya, muumini wangu anasaliti imani yake, niseme uko kwenye siasa, sasa hizi uko kwenye siasa, na kusubiria utakapokuja kanisani na kusaidia au na kuharibu? Napofika mbinguni ulikabidhiwa kundi hili wewe, cheko alivyokuwa anafanya, cheko alivyokuwa ananyanyasa. Ukienda labda hospitali, cheko alivyokuwa ananyanyasa. Ukienda kule serikalini, angalia walivyokuwa machawa. Nisikemee hilo? Sasa wewe Mkristo wangu, wewe acha uchawa, ishi katika ukweli, mtangaze Kristo. Kristo anataka haki, Kristo anataka amani, sio ushabiki.
Kristo anataka tuendelee mwili na roho, si kujinufaisha. Lakini tunajitoa ufahamu, na katika kujitoa ufahamu huku tunaona kwamba mwanadamu huyu akienda kanisani amevaa shati la kanisani, akienda kwenye siasa amevaa shati la siasa. Lakini huyu ambaye ni sura na mfano wa Mungu ni mzima mzima huyu. Na ndio maana tukiangalia kwenye kitu kinaitwa social justice, lazima kuhakikisha kwamba kuna usawa. Binadamu wote ni sawa, na sisi ni wazazi, tuna watoto wetu. Tusijiangalie sisi wenyewe tukawa wabinafsi, na katika ubinafsi huu tukajinufaisha sisi. Vizazi vijao wanasema, au jamaa vipi, walikuwa vipi, walikuwa mamonster. Mbona walitesa sana watu hao? Mbona walijibigizia mali? Mbona walikuwa na vikundi vya kujadili watu? Mbona kila mara walikuwa wanapiga makofi? Maana leo hii mtu akisema tu, mtu akafanya leo, sasa namwangalia anasema, huyu jamaa samesoma huyu. Sasa elimu imemsaidia wapi? Tunategemea kwamba huyu msomi ambaye ametumia hela za Tanzania hizo katika kusoma kwake huko aikwamue Tanzania. Kama ni mwanasiasa afanye vizuri siasa, kama ni mwanasayansi afanye vizuri utafiti, tuende mbele. Tutaenda mara ngapi India kwa ajili ya moyo? Sasa siasa inaingia kila sehemu, inaingia hospitalini, inaingia kokote kule. Hata mihimili yenyewe sasa siku hizi huwezi kaelewa ni upi muhimili ambao umesimama. Kienda bungeni, ukweli ni kwamba watu hawana tena kitu kinaitwa interest ya kusikiliza. Sasa kama mnasifu tu, anayesifiwa si Mungu. Sasa ukimweka mwanadamu ni Mungu, kosa kubwa sana. Na ndio maana tunao wajibu kama viongozi wa dini kufufua dhamiri za waumini wetu. Unaweza kushangaa muumini anamsaliti kiongozi wake wa dini kama Yuda, hana hata aibu ameshika mienge na yeye anaenda huko, tayari anaenda kumbusu. Tunaweza tukaingia hivi na sisi, dhamiri zetu za kufa. Lakini yana mwisho haya. Angalia yaliyompata Yuda, alijinyonga. Na sisi tunataka tujinyonge kwa sababu ya kusema nani kuwa mchawa. Kuna wakati fulani nilielezea, nasema jamani, zamani tulikuwa tunaogopa sana chawa. Tena ukionekana wewe una chawa unakimbiwa, si ukaniambukiza. Lakini saa hizi ukiwa na chawa wewe ndio wewe. Minyama na kunyonya mpaka unakiona cha moto. Wewe ni mzuri katika dunia hii, kumbe huna lolote. Kumbe huna lolote kwa sababu hii michawa inanyonya tu uchafu wako. Hakuna uzuri wowote hapo. Ndio maana tunasema ukweli unaleta maendeleo. Ukweli unaleta maendeleo. Ndio nasema fundamental properties of being. Vitu muhimu vya kiumbe ni ukweli, ni wema, ni uzuri, ni umoja. Verum bonum pulcrum unum. Na vyote vinavyoongelewa kwa lugha ya kitaalamu tunasema ni ontological truth, ontological goodness, ontological beauty, ontological unity. Huyu moja. Kwa hiyo ninapomwangalia mwanadamu huyu nivione vyote hivi: truth, ukweli, goodness, wema, beauty, uzuri, unity, umoja. Na vyote hivi vina mwelekea muumba ambaye ndio ukweli wenyewe, ndio wema wenyewe, ndio uzuri wenyewe, ndio umoja wenyewe.
vinamwelekea huyu. Na sasa kama inaleta maendeleo, ndio maana tutarudi nyuma sana kama tukiendekeza uchawa. Kama tuambizani ukweli, tutarudi nyuma sana, na mataifa mengine watatuzomea sana. Kama tunaenda tukawa na kitu ambacho kinasema critical mind, tukiambizana ukweli, tutasonga mbele. Lakini kama tutasifiana tu, tunapotea. Hatuitakii vema nchi yetu, na hatuwatakii mema watoto wetu na wajukuu zetu. Hatujalelewa hivyo sisi. Tena Mwafrika aliye Mwafrika kweli kweli, tumelelewa vizuri sana. Hii sasa tunapoteza. Sisi kwa kama sasa elimu sijui iko wapi, sijui, ndio maana ushirikina umejaa. Ukienda kwenye njia panda, sehemu ambako kuna masitu wanapasua huko nazi mpaka zinalia. Zingekuwa zinalia sasa, jamani, mmezidi kutupasua. Usiku wa manane kuagua tu. Mambo haya tunaona kama mchezo, lakini tunakoelekea sio kuzuri. Mwisho wakati tukae, tujitathmini, tuambizane ukweli na tuumeze ukweli huu. Unauma, utatuponya. Lakini kama tunajidai sisi ni sisi, tunapotea sana na tutaelekea kubaya. Na matokeo yake ndio maana tutakuwa na mayuda mengi. Kivuli la Yuda linatuzunguka sana. Maana unaweza kutumwa wewe ukaniwekee sumu, ukaniwekea kweli kweli, kwa sababu umetumwa, umepata vipande vya fedha. Halafu nakufa mimi, halafu itakusaidia nini wewe na familia yako? Hivyo vipesa vyako utamaliza, halafu unaelekea wapi? Kwa lazima tuwe makini, lazima tuangalie, lazima tujitathmini. Tusiwe ni watu wa kulalamika. Leo hii tunalalamika sana, ni kwa sababu tunakwepa ukweli. Tunalalamika, viongozi wanalalamika, watu wa kawaida wanalalamika. Mila zetu za Kiafrika si kawaida. Mtu anakufa leo na shangilia, si kawaida. Tunalia, upate tena unalia mpaka wanakubeba. Lakini leo watu wanashangilia. Tunapoliona hilo, viongozi wanalalamika na wote tunalalamika, bila kuangalia nini kimetufikisha hapa. Unapotaka kutibu malaria, unaweza kanywa dawa zako leo, lakini mbu wako hapo na maji yametuama, mbu ataendelea kuzaliana. Tutapata malaria leo, umemaliza dawa leo, kesho tena utameza tena dawa, hivyo hivyo. Baada ya kutibu kwa kuhakikisha kwamba dimbwi lile unalimaliza, wewe unaangalia malaria, itakusaidia nini? Kwa nini tumefika hapa? Kwa nini tunashangilia vifo vya wenzetu? Tukae chini, tujadili pamoja, tumekosea wapi? Na ukisikiliza hata viongozi sasa watakiona, itasaidia nini? Tuelimishane, tueleweshane. Na shangibu hakuna naye hatendeka, ndio maana nashangilia. Kwa tuangalie chanzo, tufanya tuwe hivyo. Tumefika katika hiyo, tukifukia ukweli tutaendelea kuwa wagonjwa, na sio wagonjwa tu, tutakuwa tena mazera. Na tunapoelekea kuzezeta utindio wa ubongo sasa, mikamasi inakatu. Sijui kama makamasi yametoka kwa sababu hatujui. Lakini kama kweli tunataka kupokea ukweli, mtu
katika elimu yake kuitumia vizuri kwa ajili ya taifa hili. Tumepokea kienda bungeni. Sasa wewe ukiona bunge ni wachawa nao machawa, sijui sasa kama kuna mbunge mmoja yuko hapa inabidi aangalie, so uchawa. Wakati ule kulikuwa na kuwajibishana, na katika historia tuliona watu wamewajibishwa kwa kuambiwa ukweli na waachie ngazi zao. Saa hizi kulalamika tu, tutalalamika mpaka lini? Kwa hiyo lazima tuangalie kwamba ukweli unaleta maendeleo, ukweli unaleta usalama. Unapoleta usalama, taifa na utaleta umoja, kwa sababu tutashirikiana vizuri. Lakini tukikwepa ukweli, tutatawanyika, hatutakuwa na umoja. Wapi na wapi siasa ni anasema unity in diversity. Tunatajirishana katika utofauti wetu, lakini kama tunashikiana bunduki itatutesa, tunapotea. Na kweli tumepotea. Tumwombe Mungu atusaidie. Kristo amekufa kwa ajili yetu. Kristo ameteseka kwa ajili yetu, na leo amekuja kushuhudia ukweli. Turudi kwenye hali yetu. Sisi ni sura na mfano, na tumekombolewa kwa damu yake, na kwa sababu hii sisi tu wamoja. Na hivi vikwazo vyote vinavyoleta ubaguzi, vikwazo vyote vinavyoleta hisia mbaya viondolewe. Ndio maana wakati kisaikolojia tunasema kwamba wakati mwingine mtu anaongea tayari una hisia anaongea mimi. Kwenye kisaikolojia tunasema paranoia. Paranoia hisia. Yaani kiona wawili hapo wanaongea, wananisema mimi. Na wengine hata wakati fulani hata kiona TV inaongea, TV wananisema mimi. Unaelekea kubaya. Akienda akiona watu wamekusanyika tu, cheki wanavyonisema mimi. Unakuwa paranoid. Tutoke kwenye paranoia tuelekee kwenye metanoia. From the lower mind to the highest mind, ambapo tunakuwa critical, ambapo mitazamo yetu yote tutairekebisha. Ninapomwona mwenzangu ni ndugu yangu, si adui, kwa sababu nimpokee, awe ni chama gani, awe chochote kile, nampokea. Unaweza kushangaa hata Wakristo wanabaguana kwa sababu yetu ya vyama hivi. Kristiano wanabaguana kwa sababu ya vyama ambavyo wamevikuta. Unashindwa kumshuhudia Yesu Kristo ambaye anasema kila mmoja ni wa pekee mbele ya Mungu, ambaye ametukomboa sisi. Wanashindwa kumshuhudia huyu na kuanza kuangalia wengine kama maadui na kuwatenga. Hiyo ni kikwazo. Tuwe na umoja. Na ndio maana ukisoma Injili ya Yohane sura 17 aya ya 22 anasema, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Sisi ni sura na mfano wa Utatu Mtakatifu. Kama sura na mfano wa Utatu Mtakatifu ambaye ni Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Huyu Mungu ambaye ni Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu pamoja, ni familia. Na kwa sababu hiyo chochote kinachotufanya tutengane na wenzetu kinatoka kwa mwovu.
yeye kama sura na mfano wa Mungu, sisi umoja usiogawanyika. Na ndio maana mkusanyiko wetu, jumuiya yetu, familia yetu si matokeo, ni sababu roho yetu inamtafakari Mungu, ipo kwa Mungu, hata kule kwa Mungu imefanya jumuiya. Nje ni matokeo ya yale ya ndani. Kwa tusibaguane na kuoneana kwamba huyu ni adui wangu kwa sababu yuko wapi, si siasa gani hiyo, tunaelekea kubaya huko, haitatusaidia. Huyu ni bora kuliko huyu. Jamani, ni sura na mfano wa Mungu yoyote yule, hata kama hana pesa, hata kama sio kiongozi, ni sura na mfano wa Mungu. Na sote tutakufa, tutayaacha yote haya, lakini dunia itaendelea kuwepo wakati tunakufa. Ndio maana wakati mwingine kuna mfalme mmoja alitesa sana watu, akatesa watu, na alikuwa nakula sana, akamtegea. Alipewa kama kilevi, akalewa mpaka kalala usingizi, wakamchukua kaburini, yani wakachimba kaburi wakamweka ndani, na walipomweka ndani wakamwita padre aongoze. Sasa wakati anasema wewe ni udongo, wewe ni mavumbi, na mavumbini utarudi, akapiga chafya pia. Sasa alipopiga chafya waisha padre aondoke, hapo amshughulikie na mchanga, chapa na mchanga. Alipotokea kusimuliana, marehemu wakati wa uhai wake alikuwa anafanya 1 2 3, marehemu wakati wa uhai wake alikuwa anafanya hivi na hivi. Wakati yuko hapa anasema niko hapa mimi, yani ilimtesa kabisa huyo jamaa. Na tusaidiane, na kama wewe unakufa alafu kaburini kwako, maana pengine sisi huku tunaandika tu RIP, rest in peace, lakini Ulaya kuna wakati fulani walikuwa naandika ile alivyo. Sasa kuna kaburi moja ongeza udongo mzito yake, kwa sababu aliweka mizigo mizito juu ya wengine. Ukisoma hivi unaona nataka kaburi lako liandikwe hivi ndane. Jana tumeadhimisha, ni kati ya mafumbo matatu yale, amri ya mapendo, pendane kama yeye Kristo alivyotupenda. Tumuombe sasa tusaidie, atuokoe kila mmoja wetu. Na Pasaka hii tunajua kwamba tunafanya Pasaka nyingi, lakini leo hii tunapofanya Pasaka, tunapoadhimisha Ijumaa Kuu hii, tuondoke na ni wapya. Tumsifu Yesu Kristo.